Bwana Yesu asifiwe. Langu jina naitwa Sia Michael Wilson, na ninaomba ni share na wewe ujumbe wa Mungu unaitwa utambulisho wa mwamini. Utambulisho wa mwamini. Ninakushukuru Mfalme majira ya tena kwa neema yako na nguvu zako. Maneno haya ya thamani yanaenda kuwa bora kabisa kwenye maisha ya mtu huyu, na anaenda kujengwa na kusaidiwa na wewe, na hatimaye atatiwa moyo, atafarijiwa na ataweza kusimama kwenye ile nafasi ambayo umemweka katika jina la Yesu. Amen. Ujumbe unaitwa utambulisho wa mwamini. Na kabla sijasoma maneno ya Mungu niseme hivi: utambulisho unamfanya mtu akae kwenye nafasi fulani, na kwenye nafasi hiyo anayokaa inamfanya kuwa na maamuzi. Kwa hiyo unaposhindwa kujua utambulisho ulionao, kuna nafasi hautaweza ikaa hata kama ipo, na kwa sababu kuna nafasi umeshindwa kukaa, kuna maamuzi hautakuwa nayo. Ni pale utakapojua utambulisho wako, wewe ni nani, ndipo utaweza kuchukua maamuzi. Utaweza kuchukua maamuzi. Na kwa sababu hiyo, Mungu wa mbinguni akubariki, na twende tusome maneno ya Mungu matakatifu. Yohana mtakatifu sura ya kwanza na ule mstari wa kuanzia mstari wa 11. Biblia inasema, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Nasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Anasema ndiyo wale waliaminio jina lake. Anasemaje? Anasema ndiyo wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo kila aliyemwamini Mungu kupitia jina la Yesu Kristo anaitwa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Neno mwana wa Mungu kwenye Kiyunani tunaita Ben Elohim. Lile neno mwana linaitwa Ben. Elohim anaitwa Mungu. Na ukiendelea kulidadafua neno Elohim kwenye Kiyunani, Waingereza wanaita ni superlative, manake mwenye nguvu. Lakini pia kwa undani zaidi wanasema ni mwamuzi. Kwa hiyo kila aliyemwamini Mungu kupitia Yesu Kristo anaitwa mwana wa Mungu. Na nikukumbushe tu, tunaposema mwana wa Mungu kwenye lugha asili ya Biblia, ndiye Mungu huyo huyo. Kwa hiyo utambulisho wa Mungu wote unakuwa ndani ya mwamini. Ndani ya mwamini. Huo ni utambulisho namba moja ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu. Utambulisho mwingine ambao ni wa mwamini tunaona kwenye Yohana mtakatifu 3:16, na tutasoma mstari wa 17 na wa 18. Neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunaona mambo mawili hapo. Mungu kwanza aliupenda ulimwengu. Neno ulimwengu hapa kwa Kiyunani tunaita cosmos, ikimaanisha vile vinavyokaa katika ulimwengu. Kwa lugha nyepesi hapa Mungu anazungumza kwa habari ya watu. Kwa hiyo tunaona Mungu alipowapenda watu, Biblia inasema akamtoa mwanawe. Huyo mwana ni wa pekee. Anasemaje? Kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kila mtu ambaye ni mwamini ni mtu ambaye
hajapotea. Moja. Mbili, ni mtu ambaye ana uzima wa milele. Uzima wa milele, kitu ambacho ni cha milele, hakiji na kuondoka, hakiondolewi na kitu chochote. Hauwezi ukakibomoa, hauwezi ukakiharibu, ni cha milele. So mwamini ni mtu ambaye ana uzima wa milele. Mimi namshangilia Mungu kwa kunipa neema ya kuwa na uzima wa milele. Glory to God. Lakini mstari wa 17 Biblia inasema, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Nimekwambia ulimwengu hapa ni watu. Mungu haje kumtuma Yesu aje ahukumu wanadamu, lakini Mungu alimtuma Yesu aje ulimwenguni aokoe wanadamu, na mimi ni mmoja wapo wa waliookolewa. Haleluya! Kwa hiyo utambulisho mmoja wapo wa mwamini ni mtu ambaye ameokolewa, ni mtu ambaye ameokolewa. Ninaomba niunganishe hili andiko na andiko moja kwenye kitabu cha Wakolosai 1:13. Bible inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo anasema mstari wa 14, ambaye katika yeye tunao ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo ili mtu apate ukombozi lazima awe ameokolewa, na kazi ya uokoaji ni wa Yesu Kristo. Mimi na wewe tunaokolewa, ni waokolewaji. Tunaye mwokoaji anaitwa Yesu Kristo. Lakini ili uokolewe na Yesu Kristo, umwamini kwanza. Mstari wa 18 kwenye Yohana takatifu sura ya 3 na mstari wa 18, Biblia inasema, amwaminie yeye hahukumiwi. Amwaminie yeye hahukumiwi. Mwamini ni mtu ambaye hahukumiwi. Unajua, anayehukumiwa ni mtu ambaye ana makosa. Kwa hiyo kama mwamini ni mtu ambaye hahukumiwi, maana yake mwamini hana kosa lolote. Kuna watu wanaimbaga amelipa yote wakati wa Pasaka. Watu wanaimba Yesu amelipa yote, lakini majira haya Mungu amelipa neema. Nikwambie wewe ambaye umeokoka, hauna kosa la kujibu, hauna hatia ya kujibu, kwa sababu hauhukumiwi. Huo ni utambulisho wako, mwana Mungu aliye hai. Let me move again kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10. Warumi sura ya 10 na ule mstari wa 9 na kuendelea. Bible inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Neno kuokoka kwenye Kiunani ni sozo na imetumika kama kitenzi. Mstari wa 10 Biblia inasema Biblia inasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Tunaambia kwa moyo mtu anaamini hata anapata haki, na kwa kinywa mtu ukiri hata anapokea nini? Wokovu. Bwana asifiwe sana. Sasa kwenye moyo mtu anaamini nini? Kwenye moyo mtu anaamini kwamba Mungu alimfufua Yesu katika wafu, alafu anahesabiwa haki. Neno kuhesabiwa haki ni lugha ya kimahakama yenye ambayo inaonesha kwamba mtu huyu hana hatia. Kwa hiyo mwamini ni mtu ambaye hana hatia, yuko huru kabisa kwa jina la Yesu. Ninakwambia hivi, kuna watu kwenye ulimwengu wa kiroho wanaweza kukuandikia hatia, wakaandika uwe na hatia. Ukiwa unatembea unazo hatia za kwenye ulimwengu wa giza, lakini aliye mwamini Mungu kwamba alimfufua Yesu katika wafu, mtu huyo hana hatia. Mtu huyo anayo haki ya Mungu. Maana yake chochote unachokuwa umeandikiwa cha kukushitaki, mbingu zinasimama upande wako. Na huu ndio utambulisho
unatakiwa ujue, unapokuwa kwenye maombi unasema, kwa jina la Yesu, kila hatia ambayo nimeandikiwa, kila hatia ambayo nimetengenezewa kwenye ulimwengu wa giza, inafutika, kwa sababu wewe sio mwana wa hatia, katika jina la Yesu. Lakini another thing, anasema kwa kinywa mtu anakiri hata anapata wokovu. Neno wokovu kwenye Kiunani lina maana ya soteria. Kwenye kinywa unakiri nini? Unakiri ya kwamba Yesu ni Bwana na unapata wokovu. Neno wokovu kwenye Kiunani inaitwa soteria. Neno soteria lina maana ya kwanza redemption, maana ya pili being preserved, maana ya tatu being saved. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapomkiri Yesu kwamba ni Bwana kwa kinywa chako, maana yake nini? Unaruhusu ukombozi kuja kwenye maisha yako, unaruhusu uhifadhiwe na Mungu mwenyewe, lakini unaruhusu usalama wa Mungu uwe juu ya maisha yako. Na ndiyo maana mlokole hautakiwi kuwa na pepo. Mlokole hautakiwi kukwama mahala popote, kwa sababu wewe ni mtu ambaye umekombolewa. Inuka leo tena, kaa kwenye utambulisho wako. Unapokuwa kwenye maombi, usiombe kana kwamba unautafuta ukombozi. Mlokole ukombozi anao. Ni kazi yako kuuachilia, ni kazi yako kufanya utende kazi ndani yako. Unapojijua ndipo matokeo yanatokea. Unaposhindwa kujijua, unazuia matokeo yasitokee. Unapojijua kwamba nimekombolewa, na unapoona kuna mambo fulani yametokea kwenye maisha yako, unaanza this is not good, this is not my portion. Unabadili gia ngani, unakaa kwenye utambulisho wako kwa jina la Yesu. Na ili mwanadamu akamilike, ana vipande vitatu: ana mwili, ana nafsi na ana roho. Maana yake ukombozi wa Mungu hauhusiani na roho tu, unahusiana mpaka kwenye mwili wako, unahusiana mpaka na nafsi yako. So unapoona mambo hayaendi sawa kwenye mwili wako, haendi sawa kwenye nafsi yako, haendi sawa kwenye roho yako, unasimama kwenye utambulisho kwamba mimi nimekombolewa, and there you declare, unatangaza kwamba mimi nimekombolewa. Hiki kitu sio cha kwangu. Unatangaza na unaanza kuona matokeo kwa jina la Yesu. Mungu akubariki kwa utambulisho mfupi ambao nimekupa katika sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili nitaongelea tena. Kaa kwenye utambulisho, huko ndio kuna nguvu zako na ndio kuna uwezo wako, katika jina la Yesu. God bless you. I love you. My name is Sia Michael Wilson.